Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, tuhabarishane yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na maeneo tofauti nchini Tanzania. Ripoti za hivi punde ni kwamba mambo yameanza kuchemka Tanzania. Jeshi la polisi sasa limechukua hatua dhidi ya wakili Boniface Mwabukusi kuhusiana na hofu ya maandamano makubwa yaliyopangwa kufanyika mnamo tarehe 9 Disemba nchini Tanzania. Kabla nikujuze zaidi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele. Mawakili wawili mashuhuri wa Tanzania, Mpale Mpoki na Boniface Mwabukusi, leo walifikishwa makao makuu ya polisi jijini Dar es Salaam kuhojiwa kwa tuhuma za kuhusika katika mipango ya kuhamasisha maandamano ya hadhara kabla ya maandamano yaliyokuwa yanatarajiwa Disemba tarehe 9. Polisi au jeshi la polisi Tanzania waliripotiwa kushuku kuwa maandamano hayo ni sehemu ya mpango mpana zaidi wa kudhoofisha au kuvuruga muungano wa Tanzania. Mawakili wote wawili walifika kituo cha polisi leo kwa nyakati tofauti, huku Mpoki akiwa wa kwanza kuhojiwa na jeshi la polisi. Mahojiano yake yaliyochukua saa kadhaa yaliendeshwa na maafisa wakuu wa jeshi la polisi kutoka kitengo cha ZCO. Muda mfupi baadaye, Boniface Mwabukusi ambaye pia ni rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS alifika kituoni mbele ya jeshi la polisi kwa ajili ya kuambatana na mwenzake kwa mahojiano. Taarifa zinaonyesha kuwa Mwabukusi pia alihojiwa mara baada ya kikao cha Mpoki kumalizika. Licha ya hali ya wasiwasi ya kisiasa inayozunguka wito huo, wanaume wote wawili ambao ni mawakili maarufu waliachiliwa huru bila masharti baada ya kushirikiana kikamilifu na wachunguzi au jeshi la polisi. Kuachiliwa kwao kumetafsiriwa na waangalizi kama ishara kwamba jeshi la polisi walipata ufafanuzi waliotaka bila kupata sababu za kuwaweka kizuizini au kufunguliwa mashtaka zaidi. Bado hawajatoa taarifa rasmi kuelezea aina ya mahojiano au kudhibitisha kama uchunguzi wa ziada utafuata. Hata hivyo, kuitwa kwa wanasheria hao maarufu wa Tanzania wa ngazi za juu kama hao wote wanaojulikana kwa kutetea haki za binadamu nchini Tanzania kwa sauti kubwa na utawala wa sheria kumeibua mjadala mpya nchini Tanzania leo kuhusu ukomo wa uhuru wa kujieleza, mikutano ya hadhara na mamlaka ya serikali. Wachambuzi wa sheria wanahoji kuwa hatua hiyo inaweza kuwa sehemu ya mtindo unaokuwa wa vitisho vinavyolenga viongozi wa kiraia kabla ya maandamano yaliyopangwa. Maandamano hayo hata hivyo yamekatazwa kabisa na jeshi la polisi na Tanzania kwa jumla na serikali ya Tanzania kwa jumla. Maandamano hayo ya Disemba tarehe 9 ambayo waandaaji wanasisitiza yatakuwa ya amani yanatarajiwa kuvuta maelfu ya Watanzania kutoka miji mikubwa ikiwemo Dar es Salaam, Dodoma na Mwanza. Maandamano hayo yanaripotiwa kuwa na lengo la kukemea madai ya ukiukaji wa haki za binadamu, kukamatwa kwa kisiasa na vikwazo vya uhuru wa kujieleza ambavyo vimeshadidi tangu uchaguzi wa Oktoba uliozozaniwa. Mashirika ya kiraia na wafuasi wa upinzani wanadai kuwa vyombo vya usalama vimekuwa vikiendesha msako wa nyumba hadi nyumba katika vitongoji kadhaa ili kuzuia ushiriki wa maandamano hayo ya Disemba tarehe 9. Serikali ya Tanzania kwa upande mwingine imetoa onyo kali dhidi ya kile inachoita mikusanyiko isiyo halali, hasa hiyo ya Disemba tarehe 9, ikisema kuwa maandamano yaliyopangwa yanaweza kuchochea machafuko zaidi na ghasia au kutishia utulivu wa kitaifa. Uimarishaji wa usalama umeripotiwa katika mikoa muhimu na vyanzo vya ndani vya polisi vinadhibitisha kwamba vitengo maalum vimewekwa kwenye hali ya kusubiri ili kudhibiti machafuko yoyote yanayoweza kutokea tarehe 9 Disemba. Licha ya maonyo hayo, uhamasishaji mtandaoni unaendelea kutoka kwa wanaharakati pamoja na kikundi kinachojiita Gen Z, huku wanaharakati wakiwataka wananchi kutetea haki zao za kikatiba na kupinga vitisho. Wengi wa wanaharakati hao wanaochochea maandamano hayo hawapo nchini bali wapo nje ya nchi. Katika wiki za hivi karibuni, viongozi kadhaa wa upinzani na wanaharakati wamekamatwa au kuitwa na polisi kwa tuhuma za uchochezi. Mashirika kutetea haki za binadamu yakiwemo Amnesty International na Human Rights Watch awali wameelezea wasiwasi wao kuwa serikali inatumia vitisho la kuchukulia hatua za kisheria kuzima sauti zinazopingana na kupanga maandamano. Kukamatwa na kuhojiwa kwa mawakili Mpoki na Mwabukusi leo inaonekana kuwa mifano ya hivi punde ya mvutano huu unaoendelea kati ya serikali na asasi za kiraia. Wanasheria wote wawili kwa muda mrefu wamekuwa watetezi wa wazi wa katiba na uwajibikaji nchini Tanzania. Mwabukusi haswa amekosoa hadharani jinsi serikali inavyoshughulikia
kushughulikia machafuko ya baada ya uchaguzi, akitaka haki itendeke kwa familia zilizopoteza wapendwa wao wakati wa operesheni za usalama. Utetezi wake kwa wafungwa wa kisiasa na uongozi wake katika TLS umemfanya kuwa mtu muhimu katika mazungumzo ya kitaifa kuhusu haki na mageuzi. Mpoke anayejulikana kwa ufasaha wake mahakamani amewawakilisha viongozi wengi wa upinzani na wanaharakati katika kesi zinazoshtakiwa kisiasa. Kulingana na vyanzo vya karibu na udogo wa kisheria, vikao vya mahojiano vilikuwa vya wasiwasi lakini vya kitaalamu. Maafisa wa polisi waliripotiwa kuelekeza maswali yao kwenye jumbe za mitandao ya kijamii na taarifa kwa vyombo vya habari zinazodaiwa kuhusishwa na maandamano yajayo ya tarehe 9 Disemba. Mawakili wote wawili walikana kuhusika kwa namna yoyote katika kuandaa maandamano kinyume cha sheria na kusisitiza kuwa wamekuwa wakitumia tu majukumu yao ya kitaaluma na haki ya kujieleza kwa uhuru. Wachambuzi wanapendekeza kwamba unyeti mkubwa wa serikali unatokana na hofu kwamba maandamano ya Disemba tarehe 9 yanaweza kubadilika na kuwa harakati kubwa ya kitaifa ya machafuko dhidi pia ya ukandamizaji wa kisiasa. Kumbukumbu za vurugu zilizotokea baada ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29, wakati makumi ya watu walioripotiwa kuuawa na mamia kuzuiliwa, zinasalia katika vichwa vya Watanzania wengi. Waangalizi wa kimataifa wamehimiza kujizuia na mazungumzo, wakionya kwamba makabiliano zaidi yanaweza kuondoa imani ya umma kwa taasisi. Watetezi wa haki za binadamu wameapa kufuatilia hali hiyo kwa karibu tarehe 9 Disemba, na kadhaa za kimataifa tayari zimeomba kupata fursa ya kutazama maandamano hayo na kutetea haki za binadamu, zikielezea wasiwasi kuhusu uwezekano wa dhuluma. Serikali ya Tanzania hata hivyo inafanya kila iwezalo kuweza kuzuia machafuko hayo au maandamano hayo yatakayotokea tarehe 9 Disemba. Hata hivyo pia inasisitiza kwamba haitavumilia machafuko au uingiliaji wa kigeni katika masuala yake ya ndani. Huku mvutano ukiongezeka, wito wa mazungumzo kati ya serikali na upinzani umeongezeka. Viongozi wa kidini, wasomi na vyama vya wafanyabiashara wote wamehimiza kujizuia kwa pande zote mbili, wakionya kwamba kukosekana kwa utulivu kwa muda mrefu kunaweza kuathiri maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya nchi hii. Katika siku chache kabla ya maandamano, wakazi katika miji mikubwa wameripoti kuongezeka kwa doria za polisi, vituo vya ukaguzi na shughuli za ufuatiliaji. Wanaharakati wengine wanadai kupokea vitisho visivyojulikana na kuwaonya kukaa nyumbani. Hata hivyo, licha hatari, wengi wanasema wameazimia kuandamana kutafuta haki na uwajibikaji. Hali imesalia kuwa shwari, ikiwa ni uwezo wa kurekebisha hali ya kisiasa ya Tanzania. Iwapo maandamano ya Disemba tarehe 9 yataendelea kwa amani au kuingia katika makabiliano, itategemea kwa kiasi kikubwa mwitikio wa vikosi vya usalama na azimio la raia wa kawaida kutaka sauti zao zisikike. Kwa sasa macho yote yanabakia kwa Dar es Salaam, ambapo wanasheria wa taifa, wanaharakati na raia wa kawaida wanadaiwa kujiandaa kwa wakati muhimu katika mapambano yao ya nafasi ya kidemokrasia na utawala wa sheria. Mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia katika taarifa ama ripoti hizi. Kwa moyo mkunjufu na wa dhati, bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele, alafu nijuze maoni yako, kisha bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu zaidi.